Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi binafsi nimefurahi kwamba nyinyi waandishi wa habari mmeweza kujiorganize na kuamua kupatikana chombo kinachohusika na waandishi wa habari wa Kiislamu. Hakuna jambo kubwa kama jambo hilo, kuweza kupata fikra yenye thamani kiasi hicho mpaka mkaweza kufikia siku ya leo na mkaamua kuanzisha chombo hiki, na leo mnaamua kuchaguana ili apatikane nani mwenyekiti, nani katibu, nani mpaka mwisho. Ili jambo moja kubwa sana, itakuwa na tija kubwa sana katika upande wetu wa Kiislamu, sababu habari nyingi huwa zinapatikana, lakini mtu ana khiari baina ya kuitengeneza ikawa nzuri na baina ya kuiharibu. Na ikiwa ni habari ya Kiislamu iliweza kuharibiwa kasdan, kwa kusudia tu kwa watu kuharibu, ikaharibika kwa sababu itakuwa imefika katika masikio ya watu mpaka kuihazahaza, kuitohoa irudi kwamba ilikuwa sio kweli. Ishachukua muda mrefu sana, na kuna wengine hata huko namna kutoholewa itakuwa hajapata taarifa hizo, wakaendelea na zile za mwanzo. Lakini haya yanatokana na kukosekana kwa chombo kama hiki. Sasa nilipopata habari na mkaniletea habari hiyo jambo hili, japo siku ya leo nimebanwa sana, lakini nimeona nifike niweze kuzungumza nasaha 2-3 juu ya chombo hiki. Chombo hiki nimekianzisha na mtamaliza uchaguzi vikundi, na nimeambiwa karibu Tanzania nzima waandishi wa habari wako hapa. Basi kama hivyo ndivyo, nataka niwafikishie kwamba nyinyi waandishi wa habari wa Kiislamu wamshike sana maadili ya Uislamu katika uandishi. Uandishi wako utakutia peponi au uandishi wako utakutia motoni. Inategemea unaandika kitu gani, unataka kueleza vipi. Kwa kuwa ndani yake kuna idafa ya neno Uislamu, kwa waandishi wa habari wa Kiislamu zingatia sana maadili, zingatia sana al-akhlaq. Vita vilivyopo na makelele yaliyopo sasa hivi ni juu ya masala ya maadili. Mimi nimepata mwaliko kwenye kikao Masri nilipata jana, waziri wa mambo wa Masri Usama al-Azhari ameniletea mwaliko. Nikaangalia anwani ya mkutano wenyewe juu ya maadili, na akaelekeza kabisa kuangalia katika Sahihi Bukhari kitabu al-Adab, kinazungumzia masuala ya maadili, kichongo na Sahihi Bukhari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mmonyoko wa maadili ulioenea duniani, sio kilelelio kama tunaosisi tu hapa Tanzania, ni dunia nzima. Kwa hiyo basi kila nchi inahangaika kulizungumzia jambo hili na kuwaita watu wa dunia nzima kuzungumzia habari kama hiyo. Ndio utaona Sheikh kule Usama al-Azhar al-Doktor ambaye ni waziri wa mambo ya dini kule Masri anakukusanya kwa ajili ya kwenda kuzungumzia juu ya maadili. Anatoa nafasi kila mmoja anaweza akafanya mudahara, yaani kuchangia katika ile mada na bahthi yake itafanya kiasi gani. Sasa nyinyi ni waandishi wa habari wa Kiislamu, zingatieni sana masuala ya maadili mpaka watu waone kweli sasa na waandishi wetu, na tumefanikiwa kuwa na waandishi wetu wazuri. Mwe wepesi kuyazungumza mambo ya Kiislamu na kuyaweka wazi, yaeleweke, yatoke katika daraja ya kutokujulikana yaende katika daraja ya kusambaa na kujulikana kwa nguvu zote mnazoziweza. Na jitahidini sana
mambo yanayoweza kuingia yenye aibu katika Uislamu, nyinyi kuyasambaza, kwa sababu sio mwenendo wa Kiislamu. Man satara musliman satarahu Allah. Hadithi ndefu kipande hiki, anamstiri Muislamu, Mwenyezi Mungu anamstiri siku ya Kiyama. Man ayara sahu bidhanbin lam yamut hatta ya'mala, anamtahyarisha mwenzake kwa kosa hafi mpaka naye alifanya kosa lile. Lakini hizo hadithi zote chungu mzima nyingi, je, masuala kama haya yanazungumzia namna ya maadili. Yote haya ni kuonesha unatakiwa vipi wewe uje mtu wa maadili. Ingine sema idharata andafkula uyuba ghairi kafadhkuru uyuba nafsik. Yote ni maadili hayo. Ukitaka kutaja aibu za mwenzako, kumbuka zile zako kwanza. Kwani wewe una aibu gani? Mbona wanatia usogora wa kutaniza wenzako tu, wewe sio uko salama? Lakini hizo hadithi zimekuja kwa ajili ya kufundisha Muislamu ajifunze, awe na maadili. Kuna mambo hatakiwi hayafanye. Juzi nilikuwa nazungumza kwenye msiba kwamba hatuna haja ya kuzungumza chochote, lakini Mtume sallallahu alayhi kufundisha ndio tutoke na somo hilo. Aliposema katajeni mema ya wafu zenu na kepusheni na mabaya yao, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Yaani sisi kama Waislamu tuna limit katika maisha yetu. Mtu kafa limit, kuna limitation hapa. Hatuwezi kumtajia tena mabaya yake, mambo yale tena hatutaki kufanya. Tunatakiwa kipande cha kwanza cha Mtume alichosema, tajeni mema, haya mabaya mwachieni yeye na Mungu wake. Yote hayo ni kufundishwa nini? Maadili na akhlaq. Sasa nyinyi mna chombo kizuri sana, adhimu, lakini kibaya sana. Kizuri sana hali ya chombo hicho, lakini kibaya sana. Kizuri sana pale mnapoeleza habari njema na kusambaza kwa maslahi na faida ya watu wapate kufaidika, Waislamu, wananchi, dunia. Nataka hicho kwa chombo cha Kiislamu, kwa maana ya kwamba hamtataja habari nyingine zote isipokuwa za Uislamu tu. Ni chombo cha kutaja habari zote, lakini kinatawaliwa na kushikiliwa na kuongozwa na Waislamu. Ndio tafsiri yake. Yaani sije keleleko kwamba umeanzisha chombo cha Kiislamu bwana, watakuwa wanazungumza Kiislamu tu. Sasa tutakuwa sio waandishi wa habari huo. Waandishi wa habari wanafuata kutawasa kuzungumza habari zote za nchi nzima na dunia nzima, lakini katika njia ya njia ya kufundisha, njia ya kuwasaidia watu, kuwasaidia wananchi, sio njia ya kuharibu, njia ya uchochezi, njia ya kutia fitna, njia ya kutia unafiki, njia ya kuharibu mtu na mtu, taasisi na taasisi, shirika na shirika. Hapana. Kwa ajili ya kutengeneza, ni chombo kimekaa chenyewe kinatengeneza mambo, chenyewe kinawaasa mambo. Kama kuna mambo mabaya, napata nafasi ya kuwakataza watu juu ya mambo fulani. Jambo hilo haliko, sio maadili yetu katika nchi yetu. Namna hiyo kuna mambo mengi yamejificha katika nchi yetu, hafanya ndio chombo cha kuyafungua yale mambo yamejificha, chombo cha kuyafungua. Kwa mfano, kuwahimiza watu kupanda miti. Sio kwamba nampigia nani hadi nazungumzia katika utaratibu wa Uislamu, natakiwa lazima mambo ya miti meleka. Lakini miti gani? Wapande miti na kuja Ulaya, kutoka Ulaya. Sisi tuna miti yetu hapa, tuna miti yetu sisi hapa, iko huko porini, na mababu wameshaeleza katika ile miti kuna nini na nini. Kuna mti ukipandwa hapa, tumuuliza babu kwamba mtu kama anaumwa na tumbo, wewe mchukulie mzizi wake tumchemshia na kunywa, anapoa hapo hapo. Haya mti wa Ulaya tutazungumza nini? Tuujua sisi. Siku moja ni mtikesho wa habari, ndio kuonyesha mti fulani. Ukiupanda hapa, miti 40 yote inakufa kwa mbele. Aina 40 za miti, khalas.
zinakufilia mbali na wana huu mti mmoja. Huu mti adui, mti utufai, ndio kama ule mti aliozungumza Mtume sallallahu kwamba utafikia wakati Waislamu watapigana na wasiokuwa Waislamu, alafu itafikia mahala Muislamu ile kafiri amejificha nyuma ya jiwe na mti, kisha yeye anamwambia Muislamu, njoo huyo hapa. Mti nao unasema njoo hapa, illa al-gharqadu, isipokuwa mti wa mgharqad. Sasa ndio kama huu unaupanda hapo, unaua watu wengine ya 40. Kazi yenu kuhimiza mambo ya kheri, pandeni mahindi, pandeni hivi, wazindua watu. Waislamu wamekaa tu hapa, hataki kuchukua nafasi, hali zinakwisha kupumzika tu. Ukiwauliza kuna ugomvi kule Kinondoni wa msikiti. Hivi kitu mpaka jielewe hivi. Nachukua muda mrefu. Musa. Watu hali zinakwisha hata ugomvi wa msikiti. Mimi hakuna kitu nakirejea hapa ajibu kama hicho. Kinyume kabisa cha uelewa. Kumbe sio lazima kuwa ni watu wanaelewa, wala kusoma sio kuelewa. Wengine mashehe sasa. Naeleweka? Mambo yenye maana, wahimizi watu washike ardhi, washike vitani vya dhahabu, washike dini, mambo kama hayo. Vyombo vya habari vinatoa faida, tafuta mashehe wanakuja wanazungumza mambo ya faida, na wengine watu wanaosomea mambo yale, sio lazima mashehe. Na wengine wanasomea mambo ya dini, wengine mambo ya kilimo. Shehe atakuja kuzungumza haya mbili tatu, alhamdulillah. Mwingine atakuja kuzungumza utaalamu. Lakini yote haya yanazungumza kuyagusia kwa maana ya kwamba nyinyi muwe chombo cha mfano katika kuilea jamii kihabari, kuilea jamii kihabari, jamii ipate kufaidika na nyinyi, kulinda maadili, kulinda heshima za watu, kufundisha, kuasa, kukataza, kuwanyosha watu. Ili chombo tunatakiwa kikae katika hali ya namna hiyo. Tutarejea yangu inshallah taala kwamba chombo hiki nitakipa haki yake na nitakifanyia vile inavyotakiwa mkifanyie, na mkiwa mmesimama hapo, Mwenyezi Mungu ndio atakayekuwa msaada wenu. Mwenyezi Mungu atakusaidieni, atakupeni tawfik, mtafanya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika. Nyingine la mwisho, usikubali kuuza habari, usikubali kuchukua rushwa, usichukue rushwa. Rushwa tumekatazwa katika Uislamu, na watu wa habari ni hatari katika masuala ya kuchukua rushwa. Sasa katika rushwa wanaweza kupotosha habari kwa sababu ya rushwa, na vitu hivyo vyote kwa chombo chenye jina kama hili, chombo cha waandishi wa habari wa Kiislamu, mambo hayo iwe ndio hii kazi yenu kuyakemea, na mengine mengi ni kufanana na. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa niaba ya Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA, sisi tuko radhi na ninyi, tutashirikiana na ninyi na tutakuwa pamoja na ninyi, na mahala popote ambapo tunahitaji msaada tutakusaidia, na nina hakika vyombo vyote vingine vya Kiislamu na taasisi nyingine zote za Kiislamu na hata zisizokuwa za Kiislamu zitaniunga mkono katika kufikisha masuala ambayo yana maslaha na umma, yana maslaha na taifa, yana maslaha na dini zetu. Wallahu wali tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.